Mchakato wa kuanza kumtafuta papa mpya umeanza rasmi Mei 7 mwaka huu 2025. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani atakuwa papa 267 kufuatia kifo cha Papa Francis mwezi uliopita. Kama ukuaji wa kanisa Katoliki ungelikuwa ndio kipimo pekee cha kutabiri mahali ambapo papa ajaye atatokea, basi ishara zote zingeelekeza Afrika kama chimbuko lake jipya. Barani Afrika, imani ya Kikatoliki inachuana kwa kasi ya kipekee, ikiongezeka kwa 3.31% kati ya mwaka 2022 na 2023. Takwimu mpya kutoka Vatican zinaonyesha kuwa sasa mmoja kati ya Wakatoliki 5 duniani anaishi barani Afrika. Kwa upande mwingine, Ulaya ambayo kwa karne nyingi imekuwa kitovu cha Ukristo inashuhudia kudorora kwa imani hiyo. Katika kipindi hicho cha miaka miwili, ukuaji wa Wakatoliki ulikuwa wa polepole mno kwa 0.2 tu. Tangu mnamo mwaka 1910 hadi mwaka 2010, idadi ya Wakatoliki barani Ulaya imepungua kwa zaidi ya 63% kulingana na utafiti wa kituo cha Pew kilichoko nchini Marekani. Ulaya sasa inaelezwa kuwa miongoni mwa jamii zinazopendelea maisha ambayo hayafungamani na dini ukilinganisha na hapo awali. Katika Amerika Kusini, ingawa kanisa Katoliki bado lina ushawishi mkubwa, linapoteza ufasi wake kwa kasi mbele ya madhehebu ya Kipentekoste. Utafiti wa mwaka 2022 kutoka Latinobarometro katika nchi 18 za eneo hilo unaonyesha kupungua kwa wale wanaojitambulisha kama Wakatoliki kutoka 70% mwaka 2010 hadi 57% mnamo mwaka 2020. Hivyo basi, wakati makardinali watakapopiga kura wanapokutana mjini Vatican kumchagua mrithi wa Papa Francis, je, asili ya mgombea inapaswa kuwa miongoni mwa vigezo vya uamuzi wao? Padri Stanley Chuiro, raia wa Nigeria na profesa mwandamizi katika chuo kikuu cha De Paulo, anaamini kuwa jambo hilo halipaswi kupuuzwa. Nadhani ingekuwa hatua ya kihistoria na ya kutia moyo kumpata papa kutoka barani Afrika. Anasema, akisisitiza kuwa uongozi kanisa unapaswa kuaksi sura halisi ya waumini wake kote ulimwenguni. Papa Francis tangu kuchaguliwa kwake mnamo mwaka 2013 ameongeza uwakilishi wa makardinali kutoka Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara katika kundi la wapiga kura wa papa mpya kutoka 9% hadi 12% kufikia mwaka 2022. Hata hivyo, kwa mujibu wa Padri Chuiro, ongezeko hilo pekee halitoshi kama halitaambatana na nia ya dhati ya kuwachagua viongozi kutoka bara la Afrika. Anaeleza kuwa mara nyingi makardinali hupendelea kuchagua mgombea mwenye hadhi ya juu ya umaarufu kimataifa, mtu ambaye tayari ni sauti yenye ushawishi mkubwa ndani na nje ya kanisa. Changamoto kubwa, anasema, ni ukosefu wa viongozi wa juu wa Kiafrika katika nafasi muhimu ndani ya Vatican kwa sasa. Ukitizama orodha ya makardinali wa Kiafrika wanaotajwa kuwa ya nafasi ya kupanda hadhi ya kuwa papa, ni nani kwa kweli anayeng'ara katika majukwaa ya Katoliki ya kimataifa kwa sasa? Ukweli wa kusikitisha ni kwamba hakuna. Hili analosema Padri Chuiro linatofautiana sana na hali ya mwaka 2013 ambapo Kardinali Peter Turkson kutoka Ghana alikuwa miongoni mwa wagombea waliokuwa na nafasi kubwa ya kuchaguliwa kuwa papa. Vile mnamo mwaka 2005 Kardinali Francis Arinze kutoka Nigeria alitajwa kama mgombea mwenye uwezekano mkubwa katika mkutano wa makardinali uliomchagua Papa Benedikto wa 16. Jinsi tulivyofikia hali hii kwa bara la Afrika na kanisa Katoliki bado ni jambo linalowashangaza wengi wetu, hasa ikizingatiwa mtazamo wa wazi wa Papa Francis kuhusu Afrika, anasema Padri Chuiro. Ingawa historia inatambua kuwepo kwa mapapa 3 kutoka bara la Afrika, wa mwisho Papa Gelasius wa kwanza aliyefariki zaidi ya miaka 1500 iliyopita. Kwa mtizamo wa wengi, huu ni wakati mwafaka kwa papa mwingine kutoka bara la Afrika. Hata hivyo, baadhi ya Wakatoliki wa Kiafrika wanaamini kuwa mjadala wa papa ajaye unatilia mkazo kupita kiasi juu ya asili yake ya kijiografia. Miongoni mwao ni Padri Paulinius Ikwechuko Dozori, profesa katika chuo kikuu cha Notre Dame na padri wa kanisa Katoliki aliyezaliwa Nigeria. Sijawahi kuamini kuwa kwa sababu umetoka Afrika au Ulaya basi unastahili kuwa papa, anasema. Mahali unapotoka si jambo la msingi. Mara tu unapochaguliwa, masuala ya waumini wote yanakuwa yako. Lengo lako kuu linapaswa kuwa kujenga mwili wa Kristo bila kujali watu wako wapi, wako wangapi
au wanakabiliwa na mazingira gani. Anasisitiza kuwa jambo la msingi zaidi ni kwamba Papa awe mtaalamu mkuu wa elimu ya dini. Kwa mujibu wake, Papa anapaswa kuwa mtu anayefahamu kwa undani tamaduni za kanisa na awe na uwezo wa kutumia maarifa hayo kuwaongoza waumini kwa hekima na mwelekeo sahihi. Padri Odozoli anasema hukatishwa tamaa kila anapoulizwa iwapo Papa ajaye anapaswa kutoka Afrika, akieleza kuwa swali hilo linabeba taswira ya kupewa nafasi kwa ajili ya idadi tu badala ya sifa na uwezo. Ni kana kwamba watu wanasema kwa kuwa Waafrika sasa ni wengi ndani ya kanisa, basi tuwape Papa wao. Kwa mtizamo wake, kuna haja ya mabadiliko ya kweli ili kuhakikisha kuwa masuala yanayowahusu waumini wa Katoliki barani Afrika yanapewa uzito unaostahili na viongozi wa ngazi za juu ndani ya Vatican. Anasema kwamba wakati mwingine hali hiyo huashiria kana kwamba Waafrika hawazingatiwi au imani yao haionekani kuwa ya kiwango cha juu bali ni duni au bandia, na hivyo haifai kuchukuliwa kwa uzito. Waafrika wanapohisi kuwa masuala yao hayaweki mezani kama yanavyopaswa, ndipo watu huanza kujiuliza, labda njia pekee ya kusikilizwa au kutoonekana ni kuwa na mtu wetu kule, hasa wadhifa wa Papa. Padri Chuo Ilo naye anahisi kwamba licha ya kuongezeka kwa idadi ya makardinali kutoka bara la Afrika, bado hawana mamlaka halisi ndani ya kanisa. Sikatai ubora wa makardinali wanaoteuliwa na Papa Francis, anaeleza, lakini anauliza, unapowateua je, unawapa mamlaka? Wape hawa watu unaowateua uwezo, waamini na uwape fursa ya kutekeleza majukumu yao. Padri Chuo Ilo na Padri Odozoli wote wanaangazia tatizo moja linaloweza kudhoofisha jitihada za Papa Francis za kufanya uongozi wa kanisa kuwa na uwakilishi zaidi. Bado kuna swali la ubaguzi wa rangi ndani ya kanisa ambalo hatujawahi kulizungumzia, anasema Padri Odozoli. Tatizo hili linaweza kumdhoofisha mtu yeyote, hata awe na sifa za kipapa kiasi gani au afanye kazi gani, atachukuliwa tu kama papa wa Kiafrika. Mwisho wa mwaka 2022, Papa Francis alikuwa amewateua karibu theluthi mbili ya makardinali watakaomchagua mrithi wake, idadi inayokaribia wingi wa kura zinazohitajika kumchagua papa mpya. Hii ina maana kwamba yeyote atakayechaguliwa, kuna uwezekano mkubwa atashikilia msimamo wa Papa Francis wa kuwaleta karibu maskini na waliotengwa. Huu ni mtizamo ambao Padri Chuo Ilo anauita mtizamo wa maskini kwanza, ukiwa na lengo la kuwa kanisa linalosikiliza, kanisa lenye maadili ya kisasa na kanisa lenye unyenyekevu. Hicho ndicho anachotamani kukiona kwa yeyote atakayekuwa kiongozi wa kanisa katika siku zijazo. Lakini kuna kipengele kingine muhimu kinachofanya kuwa vigumu kutabiri ni nani atakayechaguliwa, anasema Padri Chuo Ilo. Wakristo wa Katoliki wanaamini kwamba Mungu kupitia Roho Mtakatifu husaidia katika kuchagua viongozi wa kanisa, anaeleza. Hii inamaanisha kwamba matokeo yanaweza kuwa ya kushangaza kama ilivyotokea mwaka 2013 wakati Papa Francis alipochaguliwa. Hakuwa yule aliyetabiriwa na mtu yeyote, anasema Padri Chuo Ilo. Ninamuuliza anadhani ni nini ni muhimu zaidi, kwamba papa atakayefuata aendelee na maono ya mtangulizi wake kwa ajili ya kanisa au kwamba awe kutoka Afrika? Nitajibu kama kasisi mwenye busara, anajibu akicheka. Nitamuomba Mungu atujalie papa atakayekuza mtizamo wa Francis, na nitaomba kwamba mtu wa aina hiyo atoke barani Afrika. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.